tunapendekeza kuundwa kwa chombo huru, shirikishi na chenye kuaminika ili kuchunguza ukweli wote kwa yaliyojiri kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. 3. Serikali inapaswa kukiri makosa na kuwawajibisha wote waliohusika na ukiukwaji wa haki. Nimekupa mfano, maiti kupotea mortuary sio kitu cha kawaida. Watu kutandikwa risasi wakiwa majumbani mwao sio kitu cha kawaida. Kwa hiyo serikali lazima ikiri. Kukiri sio udhaifu, ni moja ya hatua ya uwajibikaji inayoleta na kuonyesha uhimilivu na kiwango cha juu cha ustaarabu katika dunia ya kistaarabu, a civilized society. Hatuwezi kuignore maelfu ya vifo kwa kupika data na kusimama juu ya maiti na miili ya ndugu zetu kana kwamba hakuna kilichotokea na walistahili kuuawa. Sisi tumeweka sheria, sheria zile zifuatwe. Anayestahili kunyongwa anyongwe kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo jambo letu kubwa ni kwamba kuundwe chombo huru na shirikishi. Mchakato wa maridhiano lazima uanze na ukweli, uwazi na uwajibikaji. Kumekuwa na wito wa maridhiano ambapo Kiswahili tunasema funika kombe mwanaharamu apite. Kwenye swala kama hili hakuna funika kombe. Kuna watu wana majonzi, hawajui watoto wao wako wapi, baba zao wako wapi, wake zao wako wapi, waume zao wako wapi. Kuna mke wa Mdude anakusikia leo unasema tuanze upya turidhiane, wakati aliona mume wake akichukuliwa hapa, damu zikimwagwa kama kondoo tu pale sebuleni kwake. Katika mazingira yale utaendaje kwenye maridhiano bila kujua wenzetu wako wapi? Tujue wako wapi. Kujua wako wapi na kuchukua tayari kuchukua hatua za kuwajibika itasaidia kuleta maumivu ya ghafla, lakini kuleta hatua za uponyaji kitaifa kuelekea suluhisho la kweli. Kwa hiyo ni hoja yetu sisi kama TLS kwamba mchakato wa maridhiano ni muhimu, lakini uanze na ukweli, uwazi na uwajibikaji. Waathirika wa vifo na majeruhi wanapaswa kufidiwa kikamilifu kwa mujibu wa sheria. Kuna sheria za kimataifa, tuna sheria zetu za ndani. Kwa hiyo ni muhimu wakati wa mchakato wetu wote wa kutathmini haya yaliyojiri, swala la fidia sio hisani. Lazima tutathmini uharibifu uliofanyika na tuwajibike kuhakikisha wahusika wanalipwa fidia. Jambo la 7, kuna umuhimu wa kuanza mchakato wa katiba mpya ili kuondoa migogoro hii ya kimuundo tunayoiona. Tumekuwa tukiweka viraka vingi kwenye katiba yetu kiasi kwamba you unpatch and patch, kiasi kwamba ukiitafuta katiba ya Tanzania ingekuwa ni nguo, ukimwambia mtu hiyo nguo ina rangi gani, hata mke anapenda maua, nadhani asingepata sehemu ya kudetect kwa sababu usingeweza kujua. Kwa hiyo tunahitaji sasa katiba itakayo reflect changamoto za kweli za nchi za kidemokrasia na haya mengine yote tuliyoyataja ya vyombo vya maamuzi, kuzungumza haki za kiraia, haki za kiuchumi, haki za kumiliki ardhi. Yaani katiba ambayo ni exhaustive, kwa sababu wengi hawaelewi kwamba wewe unaweza kumkuta Mmasai ana hasira Ngorongoro ukafikiri ni kwa sababu Mdude alitekwa Mbeya, kumbe ni kwa sababu Mmasai Ngorongoro amenyang'anywa ardhi yake, anaambiwa ondoka kwa sababu ya uwekezaji, lakini anaeletwa anajenga ghorofa na kukojoa na kunya kule mbugani. Sasa Mmasai na yule anayejenga magorofa na magari 100 anayoingia, nani anahifadhi? Shuka hapa Kigoma hapa, wananchi wanalia kila siku, wanakimbizwa. Yule unaweza kufikiri ni kwa sababu
ameandamana kwa sababu ya tume ya uchaguzi, lakini anaandamana kwa sababu ana uchungu na ardhi yake. He never felt safe. Unasema ameombwa, sio ameombwa, umemnyang'anya. Kuna mtu ardhi ndio future yake. Unakuta mwananchi kajitahidi kasafisha eneo lake, anatafuta, unafukuza bila kufuata sheria. Tumetoa amri. Nchi unaendesha amri, wananchi hawaswagi kama kondoo. Hichi kinachotokea ni dalili ya watu kukata tamaa, kwa sababu uwezo ukamwajiri, anarudi kijijini kwao, anatengeneza shamba lake, unamwambia hili sasa ni hifadhi ya taifa, unamfukuza bila fidia. Haya ndio yanayoleta hasira. Watu waliotekwa na kupotezwa wanapaswa kupatikana au taarifa zao